Anyway, kwa mujibu wa Biblia, hiki anachokifanya Mwigulu na ambacho tunakisikia kwenye vinywa vya watu wa CCM kiliandikwa kwamba ni majoka yatakayotamka maneno yenye makufuru. Naamini hakuna kufuru ya daraja la juu ambayo watu wamewahi kutamka juu ya uhai wa watu wanaowaua, wanaowachinja. Inapita makufuru yanayotamkwa na watu wa CCM na mengine haya ya kina Mwigulu. Katika Ufunuo 13 mstari wa 1 na 5 inasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vinywa vyake majina ya makufuru 5, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Watu wanapoteza muda hata wa kutafakari kila jambo kwamba hili limetokeaje. Unakaa hivi unasikia sister katekwa, unakaa hivi si padri katekwa, unakaa hivi. Nimeona mwingine jana tena nimeona pale, nimeona mtandaoni pale eti katekwa, mnaangalia mtu kaumizwa anapingwa. Hizi ni ajenda maalum. Hii ni michezo, hii ni michezo, na hii michezo haijaanza jana. Hii ni michezo haijaanza jana. Kwa Tanzania tuamke. Hizi ni ajenda za watu wenye akili wanaolitafuta taifa letu. Kwa maneno haya ya Mwigulu, tafsiri yake ni kwamba kila ambacho Golugwa alisema kwamba afande aliyetumwa na Mafuere na Mafuere wenyewe walikizungumza, tafsiri yake kwamba Mafuere na Ibrahim wanatumiwa na mataifa ya nje ili kuteka watu na kuichafua nchi. Polisi wanaoteka na kuua watu ni wa nje. Akina Polepole, akina Mdude, akina Soka, akina Chaula, akina Elisha, aidha wamepotezwa na mapenzi au wamefia kwa mganga. Wote wa Moi 29 au wameuliwa na watu wa nje ili kuichafua serikali ya damu. Kwa sababu Golugwa alisema yule Ibrahim alipokwenda pale alimwambia huyu ni mtuhumiwa, David Jumbe ni mtuhumiwa, ametoroka. Mafuere alisema mtoeni afunguliwe, pingu hizo ni ngumu sana. Aliyewaambia na pingu ni nani kama sio zao? Ni kweli alipoenda kule walianza kusema hizi pingu sio zetu, kwa acha tutafute tunachoweza kufungulia, na fungu wakaikuta ya pingu ambazo sio zao. Turudi tu kwenye maneno yao. Alimtoroka nani? Alikuwa anatuhumiwa na nani? Jeshi la wapi ambalo liliwaambia ni mtuhumiwa? Leo Mwigulu anasema hiyo ni michezo inachezwa. Aidha wanachezeana Chadema wenyewe au wanaojiteka, wanaosadikika kutekwa, kuuawa, au ni watu wa nje walio na wivu na rasilimali za Mwigulu na kundi lake. Anyway, kwa mujibu wa Biblia, hiki anachokifanya Mwigulu na ambacho tunakisikia kwenye vinywa vya watu wa CCM kiliandikwa kwamba ni majoka
yatakayotamka maneno yenye makufuru. Naamini hakuna kufuru ya daraja la juu ambayo watu wamewahi kutamka juu ya uhai wa watu wanaowaua, wanaowachinja, inapita makufuru yanayotamkwa na watu wa CCM na mengine haya ya kina Mwigulu. Katika Ufunuo 13 mstari wa 1 na wa 5 inasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana viremba 10, na juu ya vinywa vyake majina ya makufuru 5, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Enawe, kuna walokole wanasubiri pembe na mnyama, lakini kwa ujumla Biblia ilipotamka pembe, nyama ilikuwa inatamka falme. Kinachotamkwa na watu walioko CCM na kina Mary Chatanda, yule kijana wa Kagera, yule si mkuu wa mkoa wa Iringa, sijui aliyekuwa mkuu wa wilaya wapi, sijui yule kijana chinja, sijui haya akina Mwigulu, sijui akina Samia, sijui akina Makara, sijui huyu kijana kiongozi na nini. Huu ni ufalme umeinuka wenye pembe 10 na vinywa 7. Ni pembe, ni ufalme unaoshirikiana, unatamka makufuru, unatapika makufuru, unatema damu. Yaani polisi wako wamesema huyu mtu ametoroka, ni mtuhumiwa. Huyu mtu anapingwa hapo alipo. I say, hii ni tafsiri ya kwamba CCM mmeng'ata meno na kwamba raha yenu, salama yenu, ushindi wenu ni mtu mkimuua tu. Msipomuua inawauma sana, kwa lazima mutafute lugha ya nani mumtwishe gunia la mavi, nani mumtwishe gunia la misumari, nani mumpake hizo damu ili muhalalishe kuua tena na tena. CCM mtaua, mmeua, CCM mtaua. Hizi kauli zinaonyesha nani imewauma sana huyu mtu kutokuuawa, kwa mnataka wa kuwatoa mbuzi wa kafara, sio mmoja tena. Yaani kwa tafsiri nyingine, msipowaua wanaichafua nchi, mkiwaua hawa watu wanakuwa wamefia kwa mganga, hawa watu wanakuwa wamekufa kwa mapenzi. CCM kwa nini amfikiri kwamba okay, wafie kwa mganga, wafie kwa mpenzi, wafe kwa watu wa nje kutaka kuwachafua? Kwa nini amuoni nyie ndiye ambao mnaonyesha hamna uwezo wa kulinda raia na mali yao na uhai wao? Kwa sababu moja ya kazi ya kwanza mahususi ya serikali, ya jeshi la polisi, jeshi la ulinzi wa wananchi, kazi kubwa ni kulinda watu, uhai wa watu. Haya, tufanye wanafia kwenye mapenzi, kina Polepole wamefia kwenye mapenzi, kina Chaula, kina Soka, kina Elisha, wanaojulikana, wasiojulikana, mamilioni kama sio maelfu, kama sio malaki, wamefia kwenye mapenzi, wamefia kwa waganga. Wale wataishi 31 kabla hapo, baada ya hapo, wamefia kwa waganga, wamefia kwenye mapenzi. Wote ambao wamenusurika, kina Sativa au kina Jumbe na wengine wote walionusurika, ni ajenda za nje.
ikiwa ni ajenda za nje, kwa nini msione sasa ni utawala ambao haustahili kuwa kwenye mamlaka, kwa sababu hamwezi kulinda raia wenu? Ilo nalo hapana. Tunasubiri makufuru kama haya. Nijuacho ni kwamba mulitabiriwa na mtaua sana watu, kwa sababu akiwaponyoka wanatafutwa hapa. Nadhani wanaweza wakawa wanatafutwa pengine 50, 100 wa repress. Kwa nini huyu kaponyoka? Sababu kuna mbuzi wa kafara mnawatafuta, ambao ndio mnataka kuwaangushia jumba bovu. Sasa hapo najua hata kwa mmoja. Ni wazi kwamba Tanganyika inaenda kuwa ziwa au bwawa la damu, kwa sababu hayo maneno hamtanii. Samwigu unaonyesha tu kabisa, na sura unaionyesha sura yako, haujui dhambi na ubaya haujifichi. Kila nalolitenda mtu huwa linajichola kwa sura yako hiyo. Unavyojiweka inatoa hesabu ya mazoezi uliyoyasimamia. Wala hahitaji kiroho, si Roho Mtakatifu, si ndoto. Mtu yoyote ambayo akili yake iko nomo anao uwezo wa kujua tabia na matendo ya mtu kwa mwonekano wake. Daktari anao uwezo wa kujua ugonjwa anaoumwa mtu kwa sababu ya mwonekano wake. Halikadhalika mtu yoyote ambaye saikolojia yake iko nomo anao uwezo wa kujua. Mwiguru, eneo tuna kujua ni hivyo ulivyoongea, ni hivyo unavyoonekana. Kwa kuwa mulitabiriwa, akina sisi tumeshuhudia, na huenda watu wengine watashuhudia kwa habari ya umwagikaji wa damu zetu, sababu jitihada zenu zinaonekana ziko wazi. Tunajaribu tuliwezalo kuzikabili, lakini baada ya hapo zisipowezekana, ila tu ni kujulishe Mwiguru, niwajulishe CCM. Mulitabiriwa, alafu hamkutabiriwa mujidanganye kwamba baada mkishaua wote mnaoona watahatarisha, wanaweza kaja kutumika kulipa damu zenu, damu za watu mlizomwaga, mkadhani kuna namna mambo yatasafishika. Nchi hapa ilipo haitakuja itulie mpaka itakapojilipiza kisasi, mpaka Mungu atakapojilipiza kisasi. Mimi ushauri wangu wa siku zote, mungesimama, mungejiuzuru, mutafute kama njia ya kutubu kama Biblia inavyoshauri. Lakini kama sivyo, na mulitabiriwa kwamba mutawekewa hukumu na ubaya wa moyo mara mbili yake. Kwa kadri mtakavyotenda makufuru, mtakavyonena makufuru, ndivyo mioyo yenu itataka kutekeleza makufuru zaidi. It's okay. Fanyeni hayo ambayo mnaona mmeshauriana, mnaona hivi ndio tutasafisha, hivi ndio tutasafisha. Akipona tunawatafuta wa kuwafanya mbuzi wa kafara. Tukimuua amefia kwa mganga, kafia kwenye mapenzi, na tutakuwa na sasa na sura mtu sio huyo, mtu achekei hapa, mtu sio hapa, mtu ni umefanya nini? Kaini, umefanya nini? Ndugu yako yuko wapi? Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yako? Sura yako
inaonyesha ulichotoka kufanya. Sawa, kwa habari ya mimi niwatie moyo tu kwa haya niliyoona kwa ndugu zangu mliowaua, ni sawa tu na kile kifo na ile wazo ambalo vijana wenu wanasema, unaongea sana. Mimi ni mhubiri hapa, siongei sana. Mhubiri natakiwa, ningekuwa natoa klipu hata 50, ningekuwa nakuwa live masaa 24 naongea tu, kwa sababu Biblia katika Isaya 58 nasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta. Hata hivi naacha. Kwa hiyo kama unafikiri mimi ni wale wahubiri ambao mkiwapa chochote kitu, mkiwaminya wanaishi hapo, mimi ni kifo tu, ama na hali ya kuwa eneo ambalo siwezi kusema nikasikika kwa wengi. Nje na hapo, mwili una mikuki, una miba, una misumari mingi, ulishajifia kabla ya yote mlionifanyia na hasa baada. Mtuumize, tushindwe na kushangaa, kulia mnaichafua nchi na kushangaa lelo, kwa sababu itu tudakika natuongea utu nitoa kushangaa tu. Asanteni sana, asanteni sana. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umeruhusu tuone haya. Tumeishi kana kwamba ni ndoto, tunajikuta sio ndoto. Tukiendelea tena tunaona ni kama tunaona ni ndoto, tunaota ni ndoto. Hakuna nchi, hakuna dunia ilitakiwa kuwa hivi. Bado tunaona sio ndoto. Mungu aliyeruhusu tuone haya, mapenzi yako na yatimizwe.